Amina. Sasa tumeweza kusikia changamoto kadhaa ambazo umezungumza. Na kuna hili jambo, watu wanaamini kuandaa tukio la kusifu na kuabudu inatakiwa uwe na hela nyingi sana, uwe na vitu vingi sana, uwe na lights nyingi, uwe na vyombo mengi sana, vitu ambavyo kikawaida gharama zake zinahitaji watu wa kukusupport. Una lipi la kuambia watu ambao hawawezi kuandaa ibada kwa sababu hawana hivyo vitu vyote mpaka waandae ibada? Kwa wao ili waandae ibada wanahitaji hivyo vitu vyote. Wewe umeweza, haukuwa na vitu vyote, lakini tumeweza kuona utofauti kwamba umefanya kwa nafasi yako na umejaribu. Na sasa sijui una kitu gani cha kuwashawishi watu ambao bado wako nyuma wanasema hawawezi kuandaa ibada kwa sababu kuandaa ibada ni gharama nyingi sana. Una lipi la kusema? Mimi la kusema ni hili. Ukiandaa ibada kwa kutaka supporta kwa watu ni unafeli. Ila ukiandaa ibada kwa kumtaka Mungu na ukathubutu mwenyewe kufanya hiyo ibada namna ya kuiandaa, utaona matokeo. Supporta ya watu utapata tu. Yaani utapata tu. Kwa kuwa tayari nia ndani ipo na kusudi ni wewe kumtumikia Mungu. Kwa hiyo hiyo ibada ambayo unaifanya kusudi ni kumtumikia Mungu, wala sio kusudi kwamba ili upate hela kwa watu. Ukifanya hivyo ni changamoto, ibada haitoweza kufanyika. Lakini kama ukiwa na nia ndani kwamba Mungu athibitike yeye, unapoomba, unapohitaji support, ni njia nyepesi sana kupata. Lakini ushauri wangu, unapoandaa ibada ni heri uwe na kitu kuliko kuwa hauna kitu. Ni changamoto. Mimi nimeona na nimeshuhudia. Mtumishi wa Mungu anajaribu kusema kwamba fedha ni jawabu la mambo yote kama sijakosea. Na kitu kingine, unawaambia nini watu ambao hawajafika kwenye ibada hii ya leo ya The Tabernacle? Na nini kifanyike? Yaani unawashauri vipi watu ambao kama wangefika leo maybe kuna vitu ambavyo wangenufaika navyo? Sasa unalipi la kuwaambia watu ambao hawajafika kwenye ibada ya leo, especially vijana? Ushauri wangu wa vijana, kwa sisi vijana, sehemu ya kumsifu Mungu ndio maeneo kama haya. Hatuna kwenda disco, hatuna kwenda sehemu yoyote zaidi ya hapo. Ushauri wangu kwao ni kwamba wapende vitu hivi. Ninapotokea wawiwe kwenda kushuhudia. Maana yake wanapokwenda huko unajua kukutana na mambo mengi. Kwenye ibada kama hizi sio tu unaenda kumwabudu Mungu, bali pia uweze kujua kuna material ambayo fulani unayapata huko, za mke, unajua wala unapata hapo. Kwa hiyo mambo kama yapo. Amina. Mtumishi wa Mungu amenifurahisha sana kuhusu masuala ya mke na ukizingatia presenter wako sijaoa. Kwa hiyo kuna namna, lakini anafahamu, sisi tunafahamiana. Anyways, mtumishi wa Mungu, kuna hichi kitu ibada ya leo, wewe umeona kitu gani ambacho unatamani kwenye ibada yako inayokuja kitakuwa na utofauti mkubwa? Vitu gani ambavyo unatamani uviongeze zaidi kiroho na kimwili pia, ili ibada inayokuja uoneshe utofauti wa ibada hii ya kwanza na inayokuja? Kimwili tuongee tu kiukweli ni stage, jukwaa la ibada na vitu modify pia kwa arrangement nzima ya setting hapa, na pia tuweke vizuri. Lakini kiroho ni kuzidi kumtaka Mungu, maana yake tumeanzisha hii ni vita tayari tumeshatangaza, na watu wanahitaji kuona kile ambacho umejiandaa. Je, huyu kaandaa tu kukurupuka au ni nini? Wanataka kuona ule muendelezo. Kwa hiyo tumtumaini Mungu tu. Ninaamini huu ni mwanzo na tutazidi kuendelea kufanya hivyo. Amina. Mtumishi wa Mungu, hapa tunaona kwenye t-shirt yake imeandikwa The Tabernacle God's Appointment. Kwanza hii waambie watu inamaanisha nini? Watu waelewe kwanza hii maana yake nini? The Tabernacle ina maana ya maskani au hema, sehemu ya kukutania. Na God's Appointment ni maeneo ambayo tunakutana na huyu Mungu. Kwa hiyo tunakutana na Mungu wapi? Ndo hemani. Musa hili tulipata kwenye kitabu cha Kutoka 33 mstari wa 7, ambapo ilisema kwamba desturi ya Musa ilikuwa ni kuandaa hiyo hema kwa ajili ya watu kukutana hapo. Mtu anapokuwa na mahitaji yake na Mungu ndipo anapoenda kukutana. Ndio tukapata neno tabernacle. Lakini neno God's Appointment tulipata pale Mungu alipokuwa na uhitaji wa kusema na watu wake. Kwa hiyo ndio tumepata hilo neno na maana hiyo. Sawa. Sasa watumishi wa Mungu wanaokutazama wakati huu wategemee The Tabernacle nyingine inayokuja, ama Mungu kadri atakavyokufungulia utaandaa ibada ya jina lingine, au wategemee The Tabernacle season nyingine tena? Ni kwamba kwanza hii God's Appointment ni ministry, yani ni familia tayari. Familia tayari. Kwa hiyo hii itaenda kama hivi. Lakini kwa title nyingine Mungu atakapotupatia uelewa na ufahamu au ufunuo wa hiyo ibada kuipatia, tutaipatia. Kwa hiyo tuseme
timu ambayo unatumika nayo inaitwa The Tabernacle, ambayo kiongozi wake ni wewe hapa. Sio timu, familia. Kwa hiyo familia, kwa maana ya kwamba mnaishi tofauti na huduma, kuna maisha mengine yanaendelea ambayo mnashirikiana pia, maisha ya kijamii ya kawaida ambayo tofauti na huduma. Hili ni jambo zuri, tunaweza kuona kwamba tunatumika mbele za Mungu, lakini pia tunawezeshana kwa mambo ambayo sio ya kiroho, kwa maana ya kuamuana pia. Sisi ni vijana, tunapitia mambo mengi, na kama hatutaweza kukaa pamoja, tafsiri yake ni kwamba tutakuwa tunapitia mambo ambayo yanatupa changamoto kwenye maisha yetu, kifikra, kijamii, whatsoever. Mtumishi wa Mungu, kuna kitu kingine hapa, swala la wanamuziki. Changamoto gani unakutana nayo kwenye kuwakusanya wanamuziki wote wakakaa pamoja wakatengeneza kitu kimoja wakawa na uelewano? Kwa sababu tunaamini uandaaji wa ibada ya kusifu na kuabudu ni ibada ya maandalizi, inachukua muda mrefu. Ni ibada ambayo presentation yake inaonesha utofauti wa ibada za kawaida zote. Ibada zote ni sawa, tunamtukuza Mungu, lakini tukisema tunaandaa ibada ya kusifu na kuabudu, manake watu wanakuja kukutana na Mungu, lakini wanakuja kukutana na Mungu kwa namna ya kuvutia zaidi, kwa namna ya uzuri zaidi. Sasa wewe imekuchukua ugumu kiasi gani kuwa connect wanamuziki wote wakatengeneza kitu kimoja? Ugumu kwa wanamuziki ni mazingira ambayo tuko nayo. Ni mazingira ya kazi, na muda ambao unataka kuwapata unakuta baadhi ya wanamuziki wapo makazini mwao. Kwa hiyo inabidi tu usubirie ule muda ambao wote wanapatikana, ndipo wa organize mfanye kitu cha maana. Huo ni changamoto ambayo tumeipata sana. Sawa. Sasa ikitokea mfano kuna mtu anataka kusupport pale, anatazama mtazamaji wetu, vitu gani ambavyo wewe ungevipa vipaumbele kwanza, ambavyo unatamani vikitokee kwa haraka, kama in case imetokea kuna mtu unatamani kushike mkono, vipaumbele vyako ni vipi kwenye huduma yako hii? Kwa sababu naamini leo umefanya hapa, miezi inayokuja utafanya sehemu nyingine, utafanya tena ibada hizi muendelezo, kama ulivyosema kwamba zitakuwa na muendelezo kadri Mungu atakavyokuwa anakufunulia. Sasa natamani useme vitu gani ambavyo unatamani vifanyike au vibadilike kwenye huduma yako, vitakusaidia au vitakuwezesha wewe kufanya huduma kwa urahisi zaidi. Kitu ambacho nasema nikasema kwa watu, kwanza ni support yao kwa maombi, na pia vitu kama hivi pia vinahitaji financial. Unafahamu, vitu vyote kuandaa hivi vinahitaji pesa. Pia support yao kwa maombi na kwa pesa pia. Ni hivyo. Mtumishi wa Mungu ameongea vitu serious, concrete sana. Haya mambo hayawezekani, kiroho na kipesa yatamwezesha yeye kufanikisha ibada hizi. Mtumishi wa Mungu anayetutazama, uliokoka na usiokoka, wote ni wa Mungu. Kwa hiyo kama unaweza kunyosha mkono, tunakukaribisha, haufungwi. Namba zake za simu nafikiri zinapita chini hapo ya screen yako, utaziona, au unaweza kuwatajia pia in case kama kuna mtu anaweza kuchangia kupitia simu. Namba za simu ni namba ya simu ambayo unapatikana sana hiyo. Hiyo unapatikana normal text, pia unapatikana WhatsApp. Ni 0787 83 26 80. 0787 83 26 80. Neno la shukrani kwa waliofika siku ya leo kwenye ibada ambayo wewe umeiandaa. Neno la shukrani wa kusikia hapa kwenye Ninamshukuru Mungu juu yao. Pia nawashukuru sana kwa moyo wao kukubali. Unajua wengine wametoka sehemu mbalimbali, Sanje, Mtukula, sio wametoka wengine Mikumi huko. Ni moyo mtu ambao wanao kuja makao, yaani kusema leo naenda kwenye ibada ambayo Dar es Salaam amjui mtu mwenyewe anafananaje, akakubali kuja. Ninamshukuru Mungu juu yao, pia nawashukuru pia na wao kwa kukubali. Mungu, hilo tu, Mungu awabariki sana. Amina. Unaweza kuongea chochote kwenye screen yako pale wakati tumemaliza interview na wewe, jambo la kuaga, la kuwashauri lolote wanakutazama wakati huu? Jambo la kuaga na kuwashauri vijana wenzangu, tunahitaji kufanya uthubutu pale ambapo tunaona ugumu. Sisi ndio inabidi tufanye uthubutu kwa ajili ya huo ugumu kusawazisha na kufanya wengine wapite hapo. Aidha inaonekana sio wewe ukapita ukafanyika daraja, ni pia itakuwa ni nzuri sana. Ni uthubutu. Imani ili ifanye kazi nataka matendo. Hilo. Watumishi wa Mungu, watu wanaotazama kupitia channel yetu barabara kabisa, leo tuko na wasaa mzuri wa kuzungumza na mtumishi wa Mungu Darson Mtega. Ameandaa ibada ya kusifu na kuabudu, The Tabernacle, God's Appointment au hemani. Na tunakushukuru sana wewe pia ambaye umekufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, na tutakuwa na wewe sambamba, usiache kutufuatilia
kutusaidia, kutushauri, maoni pia. Tutashukuru sana. Until next time, that was my time. My name is Mika. Thank you very much. Ciao.